Mungu mtakatifu, tunamshukuru kwa uaminifu wako na ulinzi ambao umetulinda katika usiku uliopita na hata katika asubuhi hii ambayo tumejalia tena kwa ajili ya kuweza kujifunza maneno yako matakatifu katika hali ya kuangalia mafundisho kuhusu Kristo na hata kwa ajili ya wokovu. Tusaidie ukipilika badala kuwa pamoja na wanafunzi katika kusoma tukasoma pamoja. Katika jina la Yesu Kristo bali kwa maana kuamini. Amen. Tuanze kwa kusoma maandiko na kwa mlango huu. Tuanze kwa kuangalia maandiko na tunaangalia waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza kabisa. Mstari mmoja, mstari wa miwili, mstari wa 18 na wa 19. Waraka wa kwanza wa Petro naangalia ukombozi siku ya leo. Na of course tutaanzia kupatanisha kumalizie hata ndio ukombozi, lakini some kwanza mstari miwili kwa pamoja baada ya kusema 1 2 3. Nani mfahamu kwamba tumekombolewa sisi kwa Biblia ya kitabu kwa fedha au dhahabu, bali kwa katika neno kwa kidogo cha kuwazia, bali kwa damu ya thamani kama mwana-kondoo asiye na ila, asiyeoa, yaani Yesu. Amen. Ukombozi wa mwanadamu. Desturi ilikuwa inawaambia au tunasema kwamba labda wanyama ambao walikuwa wanatolewa, sadaka ambazo zilikuwa zinatolewa, au taratibu ambazo zilikuwa zinafanyika zilikuwa zinafaa kwa ajili ya ukombozi, na wengi waliamini hivyo na wengi waliona hivyo na wengi walitambua kwamba kwa njia hiyo basi ukombozi ulikuwa umekamilika. Na kwa hiyo ile dhana ya kujua kwa jinsi ambavyo mwanadamu amekombolewa ikawa katika hali ya kutazamwa katika mtazamo tofauti kabisa. Petro anakumbusha kanisa na anakumbusha wale wote ambao walikuwa katika hali ya utawalifu, na katika hali ya kuwakumbusha anamwambia kwamba mkumbuke na mjue, na hili ni agizo ambalo pia linapaswa kuchukuliwa kwa kanisa hata siku ya leo. Tunapotafakari habari ya ukombozi wa mwanadamu, hatufikiri kwamba mwanadamu ni mtu ambaye amepatikana kwa urahisi. Hata hivi nasema salvation is very easy. Sio easy. Sio rahisi na mayo. Ilimgharimu mwanadamu Mungu kufa kwa ajili ya kukomboa mimi. Na kwa hiyo katika na maneno leo kwa kwamba kwa jinsi ya basi Kristo pale msabala habari ndio itatamani sana kuja kwake, kuishi kwake na kufa kwake. Ndio maana ninaweza nikaitwa mimi na wewe kwamba ni wa Kristo, na ule uelekeo ambao tuliokuwa nao ukabadilishwa kabisa, ukabadilishwa kutoka katika uelekeo kwenda jehanamu, ukabadilishwa kutoka katika uelekeo wa kuitwa wana wa giza, ukabadilishwa kutoka katika uelekeo wa kuitwa watu walio maadui wa Mungu na wasiokuwa na shirika na Mungu, na wakaitwa ni watu ambao sasa wao katika jamii ya waaminio ambao uelekeo wao unaenda katika maisha ya uzima milele, na wao katika nuru ambao ni Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kitambua hilo utaona thamani ya wokovu. Kitambua hilo utaishi katika maisha ya wokovu ya kumpendeza Kristo, kwa sababu ya kuangalia thamani ambayo inatumika katika kumkomboa mwanadamu. Na niendelee kuhusia kila mmoja kwa jinsi ambavyo Mungu anakupa neema hii ya wokovu, tusiichezee. Lakini pia kila mmoja kwa jinsi ambavyo anapata nafasi ya kumwambia mwingine habari za wokovu ulio katika Kristo katika kweli. Nazungumzia hilo kwa msingi sana, katika kweli, kwa sababu wametokea walimu na makundi mbalimbali ambayo sasa hivi wanafundisha tu kwamba wanasema wokovu rahisi au wokovu unaopatikana kwa vitu fulani fulani. Wokovu unapatikana kwa vitu, unapatikana kwa damu ya thamani ya Bwana Mwokozi Yesu Kristo. Redemption, that is price. Bei
ya ukombozi. Naomba tuendelee kuishia. Kwa hiyo tunapoendelea tuwe katika dhana hiyo, kujua hiyo jambo tafadhali. Niishia ukurasa wa 14. Tunaanza kitu ambacho ni upatanisho. Tunaomba kama una karatasi zako basi uko mahali hapo panapoitwa upatanisho. Kwa hiyo tunaweza upatanisho pale tutaenda ukombozi. Usijali sana. Kama vile tumeanzia tu nyuma kidogo, sababu hii ni kazi ambayo tunatakiwa kuimalize kipindi kilichopita, ili leo tuendelee basi na upatanisho. Kwa hiyo na ukombozi. Na naomba pia kwenye handout za kumepokea leo kuanzia ukurasa 17 sio? Na kuna kitu ambacho tunabadili usalie ambayo ndio andika hii, sababu ndio hii. Sababu ndio leo upatanisho. Tafadhali katika type ya na ngoli ukombozi ni hii. Ndio ni upatanisho. Katika Biblia nzima swali kuu ni kwamba na hiyo tunapozungumza upatanisho tunazungumzia kinaitwa atonement kwa Kiingereza, atonement. Na tunapozungumzia upatanisho, ile ni swali kubwa ambalo liko kwenye Biblia, ni kwa jinsi gani ambavyo mwenye dhambi anaweza kukubaliwa na Mungu ambaye ni mtakatifu sana. Hiyo Mungu ni mtakatifu, is perfectly holy, na hakuna kichafu chochote ambacho kinaweza kuwa na uhusiano na Mungu ambaye ni mtakatifu. Yaani katika hali ya kawaida mwanadamu mwenye dhambi hawezi kabisa kuwa katika hali ya kuwa na Mungu, kwa sababu yaani vitu ambavyo ni kama pande mbili ambazo ni kinyume. Yaani Mungu ni mtakatifu, is perfectly, yaani kama kuchukua hii karatasi ambayo ni safi nyeupe, hapo na stain unaiweka doa la wino au doa la kitu fulani. Yaani unapoongea ile doa, hii karatasi inabakia ule ukiweka utakuwepo tena, kwa sababu itakuwa stain, itakuwa imekuwa na doa, imeshakuwa na uchafu. Na hali kadhalika Mungu anapomwangalia mwanadamu anakuwa mwenye dhambi, anamuona katika hali ambayo ni stain, amekuwa katika doa la dhambi. Kwa hakuna jinsi ambavyo ukichukua hii karatasi ambayo ina doa sasa utaiingiza katika package ya karatasi safi, alafu sisi karatasi ni safi, alafu nipeleke kwa nikafanyia kazi. Hapana, haiwezekana. Yaani ndio ni katika hali haijakidhi kiwango ambacho inatakiwa. Biblia inachukulia dhambi kwa uzito mkubwa sana. Ni dhambi ambayo inatutenganisha mwanadamu na Mungu. Ndio maana maovu yetu yametutenganisha sisi na Mungu, na hakuna jinsi ambavyo tunaweza tukawa katika hali ya kuwa na uhusiano na Mungu pasipokuwa njia ya upatanisho, atonement. Wanadamu wameweka kizuizi cha kufikia Mungu, na kwa bahati mbaya sana hicho kizuizi mara baada ya kuwekwa mwanadamu alishindwa kukiondoa. Hakuweza tena kukiondoa, na kwa sababu alishindwa kukiondoa, basi baki kuwa moja kwa moja sasa huyu mwanadamu na Mungu hawezi kufikia. Na hata wakati mwingine tunapoomba katika maombi ya kualiki, si kwamba Mungu yuko mbali, si kwamba Mungu asikie, lakini ile access ile hali ya kufikia Mungu yuko mbali. Ile Isaya mlango wa 59 sura ya 2 tunaambiwa kwamba ni maombi yetu ya bora Mungu unaweza kuokoa, anaweza kabisa kusikia, lakini maombi yetu yametutenganisha. Yanahitaji kuna ndio inaitwa upatanisho, ili kwamba tuje sasa katika hali ya kuwa katika ya pamoja. Ni Mungu mwenyewe anachukua hatua ya kutengeneza njia ambayo mwanadamu mwenye dhambi apate njia kufikia Mungu ambaye ni mtakatifu. Kwa hiyo ni Mungu mwenye sisi. Kusema wewe mwenyewe kwa akili zako, kwa nguvu zako, jitihada, hata zile jitihada ambazo tunaziona ni jitihada kabisa, sababu wakati mwingine mwanadamu katika ya mpango wake binafsi unaweza kufanya jitihada ambazo ni jitihada kweli. Ninaenda kanisani sana, ninaimba sana, ninaomba sana, nasoma Biblia sana, lakini kama bado hujampata Kristo aliye Mwokozi, zote zitakuwa ni jitihada ambazo zitakuwa ni kazi. Mpaka pale ambapo Mungu mwenyewe anachukua hatua. Ndio maana nasema kwamba hata ile matendo ambayo tunaweza tukayaona ni mazuri, kuna matendo mengi ambayo tunayafanya ambayo kibinadamu yanaweza kaonekana ni matendo mema sana, lakini Mungu anapoyaangalia anaona huu ni uchafu, ni filthy rags, kama tambara, ni nguo zilizochafuka. Sababu
hakuna matendo mema ambayo unaweza kusema kwamba nimefanya matendo mema ili kwamba ninunue ule upatanisho na Mungu. Haiwezekani. Mtu mmoja akatoa mfano, anasema kwamba hivi mimi katika Mungu hawezi kuniona kwamba ni mtu mzuri pale ambapo labda ninasaidia sana jamii. Mimi ni mtu mwema, nasaidia. Kuna mtu mmoja anaitwa mtakatifu nani wa India, yule mama mtakatifu nani, mama mmoja mtakatifu wa India ambaye ni charity worker, afanya kazi ya kusaidia watoto. Ni kuna mambo gani? Teresa huyo anataka ni mtu mzuri kwa sababu ya kazi ambayo, lakini si kweli. Pamoja na haya yote haiwezekani. Sasa mmoja akatoa illustration akasema, mbona tutoe mfano kama mtu labda umeenda benki. Baada benki pale ukaenda kurob, ukaenda kuiba benki. Mara baada ya kuiba benki, ukasema kwamba zile fedha ambazo umeziiba, unakuja kuna watu ambao wanajaa, ndio vitu vya watoto yatima, unamlia chakula unawapa. Hapo unatafuta watu wenye njaa, unawapa chakula wanakula. Yaani umeenda kuiba lakini utumika kwa faida yako. Unasaidia watu ambao wana uhitaji sana, yaani mpaka unapokamata umeiba unasema lakini umefanya matendo mema. Hivi serikali ya jamii, sheria itakuona wewe umefanya jambo jema? Ndio kweli umeiba, lakini huyu mtoto alikuwa anakufa njaa, labda mwingine mgonjwa alikuwa na pesa kutibu hospitali, ukashughulika kabisa kuwasaidia wahitaji, na ni kweli umewasaidia wahitaji kweli. Paulo anasema Mungu ataliona kwamba kwa sababu nimeiba kweli, lakini nimeiba kwa sababu ya nia njema. The end will never justify the means. Nafahamu sentensi? Yaani mwisho, matokeo ya kile ambacho umefanya hayawezi kusahihisha kwamba labda ulichokifanya ni sahihi. No. The end will never justify the means. Kama umefanya makosa, ni makosa ambayo makosa vile. Kwa hiyo hata katika maisha ya mwanadamu, hata uishi maisha ambayo ni mazuri na mageni, lakini kama bado hatujapatanishwa na Mungu, yote bado inakuwa ni vain. Inakuwa ni mambo ni bure. Mungu mwenyewe anachukua hatua. Sehemu ya kufanya upatanisho unamaanisha kuepusha adhabu, hasa ile hasira ya Mungu ambayo inafanyika kwa kulipa fidia. Katika Agano la Kale, dhambi ilichukuliwa kwa uzito na bila shaka ilijulikana kwamba itaadhibiwa isipokuwa katika hali ya kufanyia upatanisho. Na of course kwa njia sahihi ambayo Mungu mwenyewe alitoa. Chukizo la dhambi naweza kuonyeshwa na watu wakilia na kuomboleza kwa kuvaa mavazi ya magunia, kujimwagia mavumbi, na hata wakati mwingine kuwa katika hali ya kulia na kuomboleza kwa sababu ya uhitaji wa mpatanishi au mkombozi. Ukiona soma vitabu vingi vya Agano la Kale, kama habari ya Yona na kule mji wa Ninawi, pale kuambia habari ya dhambi yao, jinsi ambavyo walifunga na kuomba na kulia na kutubu, kwa sababu walijua kwamba kuna ghadhabu ambayo lazima Mungu ataadhibu kwa sababu ya dhambi. Lazima kuwe na upatanisho. Kwa hiyo watu walikuwa katika hali ya kujiumiza ili kwamba angalau kupata njia ambayo watakuwa wamemfikia Mungu au wamemkaribia Mungu. Lakini ni bure. Pasipo Mungu kuingia kati. Nimewaambia jambo lingine tena. Na sina leo matendo mema. Sio mfano ambao ni katika historia ya history, historia ya kanisa. Na kwa habari ya Martin Luther. Tumeshasoma katika wakati mwingine mahali pengine. Martin Luther alitambua kwamba amezaliwa katika hali ya dhambi na anaishi maisha ya dhambi, lakini akiwa katika monastery kama mtawa, alijitahidi sana kwa matendo mengi, kwa vitu vingi, kutafuta upatanisho na Mungu. So alijua kwamba nikifa sasa hivi ninaenda katika hasira ya Mungu. Alijitahidi, wakati mwingine akajitesa, wakati mwingine hata kujichubua mwenyewe katika hali ya kujichapa na kufanya torturing, kufanya mwili wake uteseke. Wakati mwingine akifunga na kuomba, ndio wakati wa toba, wakati wakisoma chapter ile ya siku, one chapter a day, kwa wanasoma ile chapter ya siku, kwa maana anasema kila aina ya dhambi, hata kama alikuwa amesogeza kalamu mezani, anamwambia Mungu, nimesogeza kalamu. Unajua zingine sasa kufunga kalamu mtu anaona jambo dogo. Sio dogo. Lakini
walikuta alifanya vile mpaka wenzake wakachukia, kwa sababu tu macho kama wanajiona kama nini amezidi sana kujifanya mnyenyekevu. Pamoja na haya yote hakupata pona ya roho yake. Kwa hiyo hata mavazi ya magunia waliokuwa wanafanya bila Mungu kuingia katika kiburi, mpaka Mungu anapoingilia ndiye anayetoa hata dawa. Lakini ndio katika Agano la Kale pia dhambi inashughulikiwa kwa utoaji wa dhabihu. Kwa hiyo sio vitendo vya kibinadamu vinavyofanyika, lakini lazima ile njia ambayo Mungu ameitengeneza, hiyo njia lazima itumike katika ile ya kuleta upatanisho. Dhabihu ndio ambayo ilikuwa ni sahihi, sababu pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Hii ndio ilikuwa kazi kuu ya kuhani, kutoa dhabihu na kufanya maombezi kwa ajili ya watu. Mambo ya Walawi mlango wa kwanza mstari wa 4. Ndio maandiko pia, sababu sisi tunaongea tu kwa historia. Tunasoma historia sana. Tunasoma historia ambayo pia inaenda maandiko kwamba ni kwa jinsi gani ambapo upatanisho ulianza kuanzia pale mwanzo. Hapa tumeanzia katikati, lakini jaribu kusoma kuanzia pale mwanzo kabisa bustani ya Eden. Tayari Mungu mwenyewe alianza mpango wa upatanisho kwa kuchinja kondoo na kumvika yule mwanadamu ambaye alikuwa amekosa katika ile upatanisho. Walawi mlango wa kwanza sura ya 4 nisome tu kwamba kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa ajili yake ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Sura ya kwanza sura 3 na 4. Matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu, ataleta mlangoni pa hema ya kukutania ili akubaliwe mbele ya Bwana. Kisha kuhani ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, naye atakubaliwa kwa ajili yake ili kufanya upatanisho kwa ajili ya yule ambaye ni mwenye dhambi, naye atamchinja huyo ng'ombe mbele ya Bwana. Kisha wana wa Haruni hao makuhani wataileta karibu hiyo damu. Mara nyingine damu ndio ambayo ilifanya kazi. Yule mnyama anachinjwa, lakini katika kuchinja mnyama na maumivu ambayo anapitia, yale ambayo anapitia yote yanapelekea kwamba ni ukweli kwamba kuna upatanisho ambao unafanyika. Kumbuke kwamba dhabihu haifai kwa sababu ya sifa yoyote ndani yake yenyewe. Sio damu kama damu, sio mnyama kama mnyama, si kondoo kama kondoo, si njiwa kama njiwa peke yake, ila imani ambayo inakuwa ndani ya yule ambaye analeta sadaka. Mara nyingine imani kwa nani sasa? Yule ambaye anasamehe, yule ambaye anaruhusu upatanisho kwa sio mwingine ila ni Yesu Kristo peke yake, ambaye ni Mungu peke yake. Na kwa hiyo basi si kwa ubora wa dhabihu yenyewe, bali kwa sababu Mungu alikuwa njia sahihi ndani ambayo yapaswa kufuatwa. Hiyo njia ndio njia ya dhabihu. Unapofanya upatanisho, unapofanya ile maombi katika zile matendo kwa wanaenda ndio wakati mwingine unaweza kaenda na mimi kama mkwani ndio na gari saa nyingine au wale ambao wanapeleka sadaka zile ndio kupeleka sadaka ambao ni bora au ni ya kifahari, akijua kwamba labda nikipeleka huko jambo ambalo ni mkubwa sana kifahari, angalia kupeleka kutoka dogo labda mimi ambaye nimepeleka ng'ombe mkubwa na nataka samehe dhambi zaidi. Sio kweli. Moyo na utayari ndio ambacho ni bora zaidi. Damu inatumika na mwana, ndio maana ndio na Mungu ni Mungu mzuri sana. Ndio Mungu anajua mawazo ya mwanadamu. Na Mungu is very fair. Ni fair kwa sababu alipotoa sheria usome kitabu cha mambo ya Walawi vizuri, alikuwa taratibu za kutoa sadaka kufuatana na jinsi ambavyo mtu anaweza. Hakuweka sheria moja kwamba lazima ufunge kitu fulani. Kwa hiyo nakumbuka wakati Mariamu walipopeleka mtoto Yesu kule kaloni, walipeleka nini? Yusufu na Mariamu walipopeleka mtoto Yesu kanisani, walipeleka nini? Walipeleka ng'ombe, bull. Kupeleka ng'ombe au kupeleka bull. Hata sio kondoo, walipeleka nini? Hata ndovu, nijua. Maana kwamba ilikuwa ni option kwa wale ambao walikuwa uchumi wale ya chini. Kwa Mungu alikuwa njia ya kutoa sadaka ambazo pia zilikuwa ni katika hali ya kubalika. Muhimu moyo wako unakuwa ndio muhimu zaidi. Kwa hiyo kumbe Mungu anaangalia moyo zaidi kuliko kuangalia nje. Na ni tofauti kabisa. Lakini pia kama Mungu alikuwa amembariki kuwa na
na vitu ambavyo ni vikubwa, kama na wanyama ndani ya makundi yake, akachukua njiwa alafu akaacha wanyama ndani ya makundi yake, pia itakuwa ni unyimivu kwa Bwana. Kwa Mungu alikuwa ni very fair katika hali ya utoaji wa sadaka, pia ili kwa sadaka ipate kukubalika. Sehemu kuu ya kazi ya kuhani ya Kristo iko katika upatanisho, na ndio maana sasa tuame makuhani wa Agano la Kale tuje katika ukuhani mkuu ambao ni wa Yesu Kristo mwenyewe, ambayo kazi kubwa ya Yesu Kristo ni hii ya upatanisho. Si tu kwamba Kristo alikuwa kuhani, bali pia alikuwa dhabihu ya kutolewa madhabahuni. Ni mpatanishi kama kuhani, lakini pia ni sadaka ambayo inatolewa, inachinjwa. It's very interesting. Katika Agano la Kale, mwenye dhambi alileta mnyama. Akimleta ile mnyama, anamkabidhi kuhani. Kuhani anafanya upatanisho, anamuombea mwenye dhambi na kumpatanisha na Mungu. Anachukua ile mnyama, asimama pale katikati, ili kwa ile mnyama anapochinjwa, yule mwenye dhambi anasamehewa dhambi zake na anafanya maombezi ya kumpatanisha na Mungu ambaye ni mtakatifu. Ule mnyama anakuwa ni kama mediator, kama mtu katikati wa upatanisho. Kristo alipokuja, zile taratibu za Agano la Kale ziliwekwa pembeni. Yeye mwenyewe akawa ndiye mnyama ambaye ni wa kuchinjwa, lakini pia yeye mwenyewe ndio akawa ndiye kuhani. Ndio maana yeye alikufa msalabani, na maana baada ya kufa msalabani amefanya maombezi kwa ajili ya kuwaombea wale watu wenye dhambi. Yeye mwenyewe ndiye mpatanishi. Kwa hiyo ni mediator, hakuna tena mnyama anayesimama katikati. Sasa hivi kazi ya kichungaji imekuwa rahisi sana, kwa sababu ya kazi iliyokamilika ya Yesu Kristo. Imekuwa rahisi. Hapo niseme kweli. Ile jibu kwamba kwa mchungaji kila siku Jumapili unaletewa wanyama wa washirika wote. Kila mshirika analeta wanyama kwa ajili ya kuchinja na kuchinja na kuchinja kwao. Ngeza kama tu kusoma Biblia tu kwa kuandaa mahubiri labda inakuwa ni ngumu. Sasa ndio ulete wanyama wa Kristo na Kristo ngapi? Kristo 200. Kristo kana wa Kristo 200 unatakiwa kupokea sadaka uchinje zote, na unachinja mnyama na kufanya maombezi ya mmoja mmoja. How many times do you pray for your church members individually, mmoja mmoja? Wala sasa wengine ambao wako na Kristo wengi kwa Mungu. Sisi ndio wa Kristo wengi. Sasa hivi nimepewa wengi. Kama kiongozi wa kanisa inabidi wote ndio wako sasa. Mungu anasema tunataka kutoshirika kadogo tu yenye watu kama 30 20. Kipiga magoti nikaombea na wakumbuka wote kwa kweli. Sasa watu 600. Una watu 1000. Mchungaji leo kule ndani kule mkundi wa Kristo wapi? Na Mungu wote wewe. Lazima baadhi ya za maombi lazima tena kufanya upatanisho, kuwaombea wote. Ana ambao wanapokea baadhi na kubwa alafu pesa ni yofu. Sio tumisha namna hiyo. Sawa? Please those wale ambao mna prayer ministry, wale ambao mna huduma za maombi na maombezi. Mtu akileta baadhi yako je kumuombea, usije uchukue sadaka ukafukua na baadhi yako itakuwa takataka. Tunaona namna hiyo. Baadhi mmeandika mahitaji ya maombi niombe. Kafungua na kuna vikulu kadhaa kule. Vikulu vinafunguliwa vimekuwa fukoni. Karatasi maombi, mahitaji ya maombi yanakuja na kufunga. Hata ujasoma hata kuyasoma nafuata usumi basi hata ukumbuke kichwani. Mtu analeta kwa imani kama jinsi ambavyo makuhani au watu wa Agano la Kale walikuwa wanaletea makuhani wanyama wakijua kwamba unakumaliza kutoa sadaka, kuna zile sehemu ambazo za makuhani na watumishi kula. Anapokula na kuwa kuna watu wengi wafanyao upatanisho, wakufanyao maombezi. Na ndio kazi kubwa ambayo Kristo anaifanya pia. Na ndio anaendelea kuifanya. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye alifanya kazi yetu sasa, sio kuchinja tena, ni kupiga magoti tunaomba. Sasa kupiga magoti tunaomba pia na Mungu. Let's pray for our church members. Tuombe kwa Kristo wetu. Na msalaba anasema kwamba si tu kwamba Kristo alikuwa kuhani, pia alikuwa ni dhabihu ya kutolewa madhabahuni. Msalaba ambao unachukua nafasi kuu katika Agano Jipya. Tumeshaomba tunajua sawa. Tufanye vile pamoja, usitafute usingizi sawa. Jitahidi wewe usingizi kutoke bado mnaendelea, lakini naona tunakuelekea huko. Sasa naongea huko na waingia. Sasa waingia. Jackson. Sasa kuimbia huko kulala sawa. Sasa tumeamba kwenye Agano la Kale. Na kwenye Agano la Kale tulikuwa tunazungumzia habari ya wanyama. Sasa kwenye mfumo wa Agano Jipya tunaenda kwenye msalaba.
Msalaba unachukua nafasi kubwa kabisa katika Agano Jipya. Wewe unapozungumzia habari ya upatanisho katika Agano Jipya, unazungumzia habari ya msalaba. Kwa msalaba ndio asili ya mema. Mizigo yetu yote tunaitoa pale msalabani. Hapo itoa mizigo yetu pale msalabani, kama unamwambia Mungu, sasa anakuja msalabani, nipokee kama jinsi nilivyo. Na Mungu anakupokea. Yaani unakuwa na ule upatanisho. Unajua unapozungumzia neno upatanisho, ningetakiwa nizungumzie pale mwanzoni hivi, lakini sasa kwa sababu nimekuja hapa sasa hivi. Upatanisho maana yake nini? Si watu kama adui. Ni watu ambao mhitaji. Ni watu ambao mko karibiani, ni watu ambao by nature you are enemies. Kwa asili mwenye dhambi alikuwa ni adui wa Mungu kiasili, lakini unapokuja msalabani unamwambia Mungu, nimekuja hapa na dhambi zangu zote, nimemwamini Yesu Kristo, ninatubu kwa sababu ya damu ya thamani ya Kristo, nipokee mimi mwenye dhambi, unisamehe, ulifute dhambi zangu. Anasema mtoto wangu karibu. Msalaba umekuwa nini? Asili ya mema, asili ya upatanisho. Kwa hiyo kikubwa tunachozungumzia ni msalaba, na ndio njia kubwa ambayo Mungu ametumia katika kuleta wokovu. Huu ndio hasa moyo wa Injili, na ndio sababu kwa nini Kristo alikuja katika ulimwengu huu. Na Hodge anasema kwamba uvumilivu wa adhabu kwa hiyo unahitajika kwa watu wa Kristo ili dhambi zao zifutwe. Dhambi zilifutwa tu kwa njia ya msalaba. Kama unatakiwa kuwa na erasing of sins, na kama kuna kifuto ambacho kinaweza kikafuta dhambi za mwanadamu, ni damu ya Kristo iliyomwagika pale msalabani. Sio damu ambayo iko njiani, sio damu ambayo inagonga drip. Ni damu ambayo ilimwagika pale msalabani, ndio ambayo ni asili ya kufuta dhambi, lakini pia kuleta kwa sababu mwanadamu akiwa na dhambi hata huwa na uhusiano na Mungu, kwa sababu ule uadui. Kwa hiyo lazima dhambi zifutwe ili kwamba uwe safi, ili saweze kumkaribia Mungu ambaye ni msafi, ambaye ni msafi. Msalaba ni alama pekee katika maisha ya Kristo. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo unaweza kusema mimi ni Mkristo lakini pia sipendi msalaba. Kuna baadhi ya makanisa ambayo hayapendi msalaba, lakini alikuwa ni makanisa ya Kristo. Last time tunasoma vikundi vya kanisa, na moja hapo kati ya kikundi cha kanisa tulichokisoma, kama utakumbuka, ni vikundi vya kanisa wala ambao tulikuwa pamoja mmoja uliopita. Hiyo tunataka hiyo na nimetaja hiyo. Vipimo vingi tulisoma, lakini hicho kimoja sio ndio tunasema hivi. Mashahidi wa Yehova hawapendi msalaba. Mashahidi wa Yehova hawapendi msalaba, wanasema msalaba ni alama ya laana. Msalaba sio alama ya laana. Of course alama ya laana kwa sababu amelaaniwa bana tuliko juu ya mti. Lakini aliyeandikwa msalabani alilaaniwa, si kwamba yeye alilaaniwa lakini kwamba sisi tupate uzima. Sisi ndio tungetakiwa kupona hiyo laana. Lakini kwa kupigwa kwake yeye sisi kwa nini? Tukapata kupona. Kwa kuangikwa kwake msalaba alikuwa laana kwa sababu yetu sisi, ili tupate uzima. Kwa hiyo lazima tuthamini ule msalaba. Tunapokuwa na cross, tunapokuwa na alama ya msalaba mahali popote, ni kama tunasema kwamba ni moyo wa Injili. Ndicho kiini. That's the heart of the gospel. Ndio maana anasema kwa kwenye homiletics, katika mahubiri yako, mahubiri lazima yawe na nini? Yawe na msalaba, yawe na Kristo ndani yake. Yaeleze kwamba ni nini ambacho Kristo amekifanya pale msalabani. That's the heart of Christianity, cross. Ndio maana kupitia msalaba kuna ushindi na kuna upatanisho. Tunaweza kumkaribia Mungu. Hakuna jinsi ambavyo mwanadamu mwenye dhambi angeweza kumkaribia Mungu pasipo dhabihu. Vinginevyo labda tungerudi tena kwenye habari ya wanyama, wakati Kristo ameshakuja amesema yote yamekwisha. Na ni alama ya ushindi kwa Kristo, japokuwa ni alama ya aibu na fedheha kwa Kristo aliyopitia njia hiyo. Kwa maana mashahidi wa Yehova anasema hii sisi hatuko tena katika hali hiyo. Hatutaki tena kupitia hali ya aibu. Ukiangalia msalaba pale mbele tunaona kama vile ni kama kanisa ndio kama katika hali ya aibu tu. Sababu ndio ambaye shahidi wa Yehova sura katika kanisa anaona msalaba pale mbele. Hata kutoka nje. Anaona mtu
msalaba kanisani. Ambaye inatukumbusha kwamba Kristo ndiye alikufa kwa ajili yetu. Msalaba wa Kristo ni msalaba ambao ni tupu. Sio msalaba wenye nini? Sio msalaba wenye Yesu alikufa pale. Yesu alikuwa msalabani tena. Kwa hiyo pia na wale nifundisho pia kwamba crucifix ni msalaba ile ambayo inakuwa na Kristo ambaye alikufa pale msalabani, bado anasononeka na analia kwa uchungu. No. Sasa Kristo alikuwa msalabani. Alifanya nini? Alitoka msalabani, alizikwa na akafufuka kwa ushindi. Sisi tunatangaza Kristo aliye hai. Msalaba tupu. Kama jinsi ambavyo kaburi tupu pia. Kwa hiyo tunaamini msalaba ambao ni tupu, ambao hauna mtu yote pale, lakini ni alama ya ushindi, kwa sababu ile emptiness of the cross na emptiness of the tomb, ule ukweli utupu, ni maana kwamba tuna ushindi ambao tayari kuisha. Ingebakia kwa pale msalabani, ngeko kila siku tunaendelea kusononeka. Hatusononeki. Wenzetu wa Katolika wanasononeka kila siku. Unajua? Wakatolika wanasononeka bila pale tu kila msalaba anasononeka, analia. Akiangalia msalaba analia. Katoliki kwa ajili ya msalaba. Tayari yeye mwenyewe alishafanyika aibu kwa ajili yetu na akashinda. Ni very simple, vitu virahisi sana, lakini saa nyingine ni vitu ambavyo saa nyingine vinakuwa ni vitu virahisi. Yaani pia katika urahisi wake unaweza kuona kitu ambacho ni very simple lakini kinafundisha ndani yake. Sasa kaenda nilikuwa katika huduma. Of course nilikuwa na maziko. Huduma maziko. Kamuuliza yule mwanafamilia, kwa nini nimeshakujeneza ile msalaba wa Yesu yuko msalabani, tulikuwa tunapiga mafakari. Sasa hii kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo huyu marehemu wetu apate kupona. Wale baraka baba kwa Injili. Unajua unafahamu maana ya wokovu. Na unafahamu kazi ya Yesu Kristo aliyofanya msalabani. Na unafahamu maana ya wokovu akishamaliza kufa. Yaani kwa hiyo wakati mwingine unaweza kupata sababu fulani ambayo ukikaa na watu jinsi ambao wanafikiria ni tofauti kabisa na jinsi ambao maandiko yanasema. Kwa watu wanaopotea tu kukosa maarifa. Yuko tayari akanunue kitu ambacho ni cha thamani, akijua kwamba labda kinaongezea hali fulani kwa yule ambaye ni ndugu yake. Nicheka sana siku baada kucheka mwanzo kumbilia Injili. Ndipo kwa kujua ni nini maana ya wokovu unaopatikana kwa Yesu Kristo, na nini maana ya msalaba kwa maisha ya Kristo. Sio msalaba wa Yesu. Yesu akusamehe dhambi zako kwa kitendo cha pale msalabani. Anasamehe dhambi kwa sababu alishinda. Na kama angebakia pale msalabani, basi ni ameshindwa. Kama Yesu yuko pale msalabani, maana ameshindwa, lakini kwa sababu hayuko msalabani, maana yake kwamba ameshinda. Na ndio maana tunaweza kusema kwamba sisi na yeye ni washindi. Kwa ndio moyo hasa wa Injili, na kwa hiyo Kristo ndiye Mungu kwa sababu hiyo. Na ndio maana kozi msalaba ni alama kuu ya kanisa ya Kristo. Ni kweli kwamba dini nyingine zinawafia dini wao. Kuna martyrs of religious faith. Tusoma dini za ulimwengu pia. Sawa? Na kuna baadhi ya watu ambao waliwasoma ambao ni waasisi wa hizo dini. Dini mpango wa mwanadamu kutafuta jinsi ambavyo anafuata Mungu. Kristo tofauti. Kristo ni mpango wa Mungu kumfuata mwanadamu. Yaani dini za ulimwengu, mwanadamu mwenyewe anatafuta jinsi ya kumfuata Mungu. Anatafuta njia mbalimbali. Na hizo njia wale waasisi wa zile dini wapo walitoa maisha yao mpaka wengine wakafa, na ndio maana kwa hao waasisi. Mmoja wapo dini za ulimwengu, Islamu wana muasisi wao. Mbaya? Na kuna wale wengine kuna Brahma, kuna wengine hawa wote wanaitwa, hata kama waliteseka na wakafa kwa ajili ya imani ambazo walisimamia, wale wanaita ni martyrs. Na hata wakati mwingine pia hata katika Ukristo, kuna martyrs. Ndio kuna martyrs wa Ukristo kama nani mshahidi wa kwanza wa Kikristo?
Nani ambaye shahidi wa kwanza mfiadini wa Kristo? Stefano ni first Christian martyr. Sasa hawa wote wanakufa kwa ajili ya kutetea imani fulani ambayo wameshikilia. Kifo cha Kristo msalabani ni kifo cha namna hiyo. Hata siku moja usilinganishe kifo cha Kristo msalabani na kama kifo cha wafidini. Kifo cha Kristo msalabani kilikuwa sio kifo cha shahidi mfiadini, kilikuwa ni kifo cha Mwokozi. Kuna tofauti kubwa sana. Stefano alipokufa, alipopigwa mawe, hata kama alisema maneno yale aliyosema Baba wasamehe, maana wajua alitenda. Hata kama aliyazungumza maneno hayo, hata kama alisema na mbingu zimefunguka na mimi na kama vile nipo ndani, lakini bado kile kifo cha Stefano hakiwezi kabisa kuwa ni mbadala wa kumuokoa mwanadamu. Hapana. Yeye mwenyewe Stefano alikufa vile kwa sababu tayari alikuwa ameshapata damu ya mkombozi ambaye ni Yesu Kristo. Kwa kimsingi kifo pekee ambacho kilitosha kumuokoa mwanadamu na kumfanyia upatanisho ni kifo cha msalaba cha Yesu Kristo alipokufa msalabani. Na ni Mwokozi aliye hai. Kaburi lake ni tupu, msalaba wake pia ni tupu. Kifo chake, mwaga damu yake kulikuwa kuokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Kristo alichukua mahali pao na kufa kifo chao. Na hii tunasoma pia mistari ambayo mahali pale Marko mlango wa 10:45. Msamo tutasoma tena baadaye. Ndio leo tutasoma baadaye leo kujitokeza hapa sasa hivi. Marko mstari bora fahamika na Marko 10:45. Kwanza tusome kwa dakika. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi, na ndio maana sasa upatanisho, kutoa nafsi yake iwe fidia. Fidia maana yake ni kwamba ni compensation. Neno fidia tafsiri kwa haraka ni compensation katika muktadha wa kawaida, lakini tunapokuja katika hali ya ukombozi au upatanisho, jinsi gani ambavyo mwenye dhambi anarejeshewa tena uhusiano na Mungu aliye mtakatifu sana. Umuhimu wa upatanisho. Kwa nini upatanisho? Why atonement is necessary? Kwa nini upatanisho ni muhimu? Umuhimu wa upatanisho ni kweli una pande mbili ambazo ni lazima sana. Kwanza tunaangalia utakatifu wa Mungu, lakini pia tunaangalia dhambi ya mwanadamu. Kwa hiyo hizi ni pande mbili ambazo ni symmetrical, ni zinaangaliana. Na hizi pande mbili ambazo zinaangaliana haziwezi kukaa kwa pamoja, sababu Mungu ni mtakatifu, mwanadamu ni mwenye dhambi. Kwa hiyo hawa ni watu ambao ni maadui. Sasa lazima kuwe na jinsi ambavyo huyu mchafu na huyu msafi watakuja pamoja. Na ili waweze kuja pamoja, lazima kuwe na mtu hapa katikati. Unajua, tuchukulie tu katika mazingira ya kawaida kabisa. Katika mazingira yetu ya kawaida kabisa ya kibinadamu ya kutembea. Let's say umetoka kufanya kazi au umetoka kucheza mpira. Sawa? Unaona mpira ni ndio ndio umetoka uwanjani kucheza mpira, mmoja anacheza, ametoka jasho, jasho na mahali mdogo ni jasho. Ndani ya muda wa kula. Na nisi wameshaoga huko safi na nini, anataka sana anakula. Ndani ya mwili na jasho lake anakuja. Yaani ile harmony haitakuwepo kwa sababu huyu ni mchafu na huyu safi. Lazima kuwe na kitu ambacho kinafanyika hapa katikati ili kwa kuleta ile harmony. Kwa hiyo amule kwa kwanza ushamaliza kuoga aje hapo kwa mzee. Sasa hii ni mazingira ya kawaida kabisa ya maisha ya kawaida. Na katika mazingira ya kawaida kama tunaona hayo mazingira, hiyo dhana inaweza kuwepo. Tuchukulie sasa habari ya Mungu ambaye ni mtakatifu sana na mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi sana, kwa sababu we are totally depraved. Tusahau kwamba wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumetenda dhambi, tumeoza kabisa. Yaani Mungu anapoangalia mwanadamu, anamwangalia mwanadamu ambaye hafai pasipokuwa Yesu Kristo. Na yeye Mungu ambaye ni mtakatifu sana. Kwa hiyo lazima kuwe na kitu ambacho kitakaa katikati cha kurejesha uhusiano kwa moja kwa moja. Mtakatifu wa Mungu.
Mungu kwa nguvu ya haki yake ya kimungu na utakatifu hawezi kupuuzia dhambi. Lazima iangalie katika lile jicho ambalo la haki yake mwenyewe. Ni lazima atembelee dhambi, na dhambi inatembelewa kwa adhabu. Shahara, kwa maana wote wamesema tena dhambi na hukumiwa kwa Mungu wote. Nasema shahara wa dhambi ni mauti. Mungu anachukia dhambi kwa chuki ya kimungu na hata ondolea hatia kwa yote kwa yote. Hata ondolea hatia kwa yote vile. Yaani dhambi haitaacha kwa haitaachwa bila kuadhibiwa pasipo kutubiwa. Njia pekee ya dhambi kwamba ipate kuacha mfano wa kutubu. Na unapotubu mara nyingi kwamba unatafuta upatanisho. Ndio upatanisho wenyewe. Upatanisho ambao ulishafanyika mara moja. Unapofanyika mara moja, kinachoendelea sasa ni repentance. Atonement inafanyika mara moja, then repentance inaendelea. Hata hivyo, damu inaashiria kwamba adhabu ya dhambi imelipwa. Na maana kwa Waebrania mlango 9 vyote vinatakaswa kwa damu, wala pasipo that shed of the blood no remission. Bila kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa dhambi na transformation na damu ni muhimu sana. Kwa hiyo utakatifu wa Mungu unahitaji hiyo, unahitaji kabisa ile kwamba lazima uwe na upatanisho. Kwa hiyo muhimu wa upatanisho unatokana na kwanza utakatifu wa Mungu. Jambo la pili, umuhimu wa upatanisho ni kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Dhambi ni lazima ionekane na kutendewa kama vile Biblia inavyoonyesha. Sababu inaleta ghadhabu, inaleta hukumu, na rahisi sana inaleta hata uharibifu wa milele. Inahitaji msamaha. Maana baada ya kutenda dhambi mwanadamu huyu bali alikuwa anaishi katika maisha yake alipoachwa huru, alichagua kuishi maisha ambayo ni dhambi, na baada ya kuishi maisha ya dhambi ameendelea kuwa mwenye dhambi na kukimbia uso wa Mungu siku zote. Wanadamu waliopotea wanahitaji wokovu, kwa sababu mtu aliyepotea anaonekana katika mazingira namna hiyo. Yaani mtu aliyepotea, hiyo ndio tabia ya mtu ambaye hajapata upatanisho ambao katika maisha ya dhambi. Biblia inamweleza mtu namna hiyo kama mtu ambaye ni kipofu. Mstari mchache hapo kusoma tafadhali. Na anapoonekana ni kipofu, maana yake ni kwamba katika Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 3 na mstari wa 4, Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 3 na mstari wa 4, ambapo tutasoma sawa na kumwonyesha na kufungua haraka kidogo hii. Wakorintho wa pili mlango wa 3 mlango wa 4 mstari wa 3 na mstari wa 4, lakini ikiwa injili yetu imesitirika au imekuwa hai, imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo mtu mwenye dhambi ni mtu ambaye ni kipofu. Kwa kipofu mara nyingi nini? Au hata kama kumhubiria injili kwa wale mwenye dhambi ambaye bado neema ya wokovu haijamfikia, neema ya injili haijamfikia, hata ukimwambia mambo ya Mungu anafahamu kwamba kama vile yaani injili ile neema imesitirika, imekuwa hai. Haziona sababu ni kipofu, ni blind, literally ni blind, kwa spiritual blind. Lakini pia mtu ambaye amepotea, mtu mwenye dhambi ambaye bado hajamjua Yesu Kristo, anaonekana au anaelezwa kama ni mtu ambaye ni mtu aliyepotea. Luka 19 mstari wa 10, ni mtu aliyepotea kwa sababu Biblia inasemaje katika Luka 19 mstari wa 10? Kwa maana Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Aliyekuwa amepotea kwa nani? Mwanadamu, sio mnyama, sio kitu fulani. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mwanadamu aliyepotea. Mtu alipotea mara nyingi. Sio anakwenda. Ndio jinsi ambavyo Mungu anamuona mwanadamu ambaye bado hajafanya upatanisho na yeye. Mara baada ya kufanya upatanisho, kumwamini Yesu Kristo, kumtambua Yesu Kristo alifanya nini, unakuwa na uhusiano. Ndio wakati mwingine unaweza ukapotea kidogo, lakini utajua njia. Lakini huyu ambaye hajamfahamu ni mtu ambaye amepotea kabisa, ni kipofu. Amepotea kipofu, amepotea njia, maana yake kwamba kweli anaenda katika uharibifu. Anaweza kuwa shimoni, anaweza kuwa kitu cha hatari kumuumiza, na hata wakati mwingine anaweza kaanguka kwenye mahali ambapo ni hatari.
kwa lugha rahisi hawezi kufikia kituo ambacho amepanga kwenda kwa sababu amepotea. Nafikiri natamani kuja BCA kwa mara ya kwanza. Wala ambao mlikuja mara ya kwanza sio mlikuja hapo. Bado mliulizia na pia simu mambo na siku teknolojia imerahisisha mambo na Google. Sasa ndio unashuka umetoka Kigoma unakuja BCA Chemchem. Baada kushukia chukua pikipiki unaenda Chemchem unachukua pikipiki na kupeleka Arusha University. Kisha tukiaga kwa mwanafunzi mmoja. Sasa bwana, hapa nipeleke chuo cha Biblia. Kwa chuo kingine kule. Hapo ni usiku saa hiyo. Tutakuwa fanya nini? Umepotea. Alitaka ndio umepotea kwa sababu hujui njia. Lakini wale walio ndani ya Kristo wafanya nini? Wanajua njia. Sababu yeye ndio njia kweli au uzima. Walio ndani ya Kristo wanajua njia, hawezi kupotea. Lakini ndio wapo nuruni. Katika nuru. Na nuru ya Kristo inawaangaza. Kwa hiyo kwa tofauti kabisa mtu ambaye amefanya upatanisho na mtu ambaye yuko nje. Lakini si tu kama amepotea, anakuwa ni mtu ambaye amehukumiwa kwa sababu aliye naye mwana kwa kumaanisha sisi ndio Mungu akamtoa Yesu Kristo ili atusaidie. Lakini yeye aliye nje ambaye amwamini yeye yahukumiwe, lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu hakuliamini jina la pekee la mwana wa Mungu. Yohana 3:18. Na pia na kama uko chini ya ghadhabu ya Mungu, chini ya ghadhabu ya Mungu kwa sababu katika sura 36 amwaminie mwana yule na uzima wa milele, asiyemwamini mwana hata wana uzima bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Roho ndio baya zaidi kwa vile wa dikiku na ule utaida adhabu ya milele, sio kwamba ghadhabu ya Mungu inamkalia mtu namna hiyo. Lakini pia mtoto wa shetani na mtoto wa shetani, sababu ndio njia ambayo kuna mtoto wa Mungu na mtoto wa shetani. Kuna hao wawili hao. Kwa hiyo hata wale ambao wanamwamini wanasema uongo na nini. Kama mnafanya kazi ya baba yenu, sababu baba yenu ndio baba uongo. Alidanganya kuanzia Adam pale bustani ya Eden, akamdanganya Hawa kwa sababu alidanganya ni baba wao, baba wa uongo. Kwa hiyo mwingine pia mwanadamu anasema uongo, asemwamini Kristo mara pia anafuata utaratibu wa baba yake ambaye ni shetani. Asemwamini Kristo asiyekuwa kufanya combination yote ni mtoto wa shetani. Mtoto wa shetani kwa sababu mwana wa shetani ambaye ni uongo. Kubadilika kabisa kwa sheria ya Mungu kunafanya kiwe lazima kutekeleza uhitaji kwa kwenye dhambi. Lazima sheria Mungu badilike. Mungu amesema na alivyosema itakuwa. Haibadiliki. Sio Mungu sio kigeugeu. Bali leo anafanya hivi kesho anafanya vile. Ingekuwa anafanya vile hata Israeli wengepotea. Ndio maana anasema kwamba Mungu sio kigeugeu, ndio maana wana wa Yakobo wamteketei. Kwa sababu sasa ndio consume. Na Mungu ndio Mungu kigeugeu. Simoni umesikia Israeli haiko tena kwa sababu walikuwa baya sana. Sasa Mungu alishaweka agano kama vile aliweka agano la baraka, pia agano la hukumu itakuwa pale. Akibadilika kwa moja, atabadilika kwa nyingine. Alisema kwamba nitawabariki na kweli atabariki. Lakini alisema kwamba kufa utakufa hakika na kweli utakufa hakika. Mungu abadilika na kigeugeu. Alisema leo hivi kesho badilika, hapana. Na ndio maana lazima kama alisema dhambi itahukumiwa, lazima dhambi ihukumiwe kwa utaratibu ule ambao aliweka. Na ndio sheria bila shaka ubeba pamoja na adhabu ambayo inastahili, kwa kuwa Mungu alitaka kumwokoa mwenye dhambi licha ya ukweli kwamba mwenye dhambi hangeweza kukidhi matakwa ya sheria. Ilibidi aandae utoshelevu mbadala. Na utoshelevu mbadala ndio ambao ulikuja kupitia Yesu Kristo. Umuhimu wa upatanisho pia unafuata ukweli wa Mungu ambaye ni Mungu ambaye hawezi kusema uongo. Kwa ingia katika agano la matendo, kifo kilikuwa adhabu na adhabu kwa kutotii. Ukweli wa Mungu na baadaye kwamba adhabu lazima tolewe kwa kila mwenye dhambi. Kama wangeokolewa lazima kuwe na mbadala. Na mbadala ni ndio ambayo ni dieteship. Ndio ambayo ni ransom, ndio ambayo inafanya huyo ambaye ni mwovu apate kupata uhalali mbele za Mungu. Na kwa mateso ya Kristo yalikuwa ni lazima kabisa, na ilikuwa ni kwa ajili ya mwisho huu Kristo alikuja ulimwenguni ili kwamba apate kuokoa mwanadamu. Ndio sababu alikuja ulimwenguni, sio sababu nyingine.
of course baada ya maliza kusema hilo sasa masuala ambayo nazungumzia kiwango cha upatanisho, na kiwango cha upatanisho nisingependa sana kuinacho sana, lakini nafikiri kuna umuhimu pia, sababu kuna topic ambayo tunazungumzia ya mambo ya Calvinism na Arminianism, lakini sababu tunasoma pia Calvinism katika darasa jingine, ni kubali kabisa kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo sitajili nayo sana katika somo hili mahali hapa. Nafikiri tutapata nafasi ya kulinganisha Calvinism na Arminianism katika somo nyingine. Hata hivyo, tuangalie jinsi ambavyo kuna watu ambao wanaamini viwango tofauti katika upatanisho. Swala kiwango si kwamba utoshelevu uliotolewa na Kristo unatosha kwa watu wote, bali ni mpango ya upatanisho. Hapa kuna swala ambalo mjawe kwenye sufficiency na efficiency. Utoshelevu kwa kiwango kwamba damu inatosha au matokeo yanatokea kwa kiwango gani? Kwa hapo ndio swali la msingi sana. Unapozungumzia swala upatanisho na kiwango, usifikirie katika dhana kwamba labda damu ya Yesu Kristo ilikuwa ya kiwango fulani kwa mazingira fulani ya watu fulani. Hapana. Lakini matokeo yake, utendaji wake na mpangilio wake, design yake milele ilikuwa na mpangilio. Ndio maana si kwamba kila mtu anaokoka. Kwa hiyo kuna limitations, kuna limited atonement kwa kiwango fulani. Maswali yanayoulizwa mpango wa kiwango, je, ama swali muhimu sana ili kwamba uweze kukubali kujibu haya maswali. Je, Kristo alikufa kwa ajili ya ulimwengu wote au kwa ajili ya wateule tu? Kwa ajili ya wote. Kwa ajili ya ulimwengu wote. Swali la pili, ikiwa ni kwa ulimwengu wote, kwa nini watu wengine hawajaokoka? Sababu kuna swala la ikiwa ni kwa wateule tu. Sasa na maana Mungu ana upendeleo kwa watu wengine wapoteza mimi moja kwa moja. Haya maswali ambayo watu wana resto nayo katika kiwango cha upatanisho, kwamba haya maswali yataendelea kuwepo na inawezekana hata tuanze mjadala hapa, na tunaweza kuona makundi ya Arminians na makundi ya Calvinism hapa, tunaweza mjadala ambao pia tutafikia mwisho. Lakini maswali muhimu sana kujiuliza, hasa unapojifundisha ukitaka present au kuleta somo linalozungumzia swala la kiwango cha upatanisho. Haya maswali muhimu matatu. Swala la kwanza, Kristo alipokufa alikuwa kwa ajili ya ulimwengu wote au kwa ajili ya wateule? Mimi naamini ni kwa ajili ya ulimwengu wote alipokufa, sababu alitolea dhabihu na mpatanishi si tu kwa watu wachache, lakini ni kwa wote katika waraka wote wa mlango wa pili katika. Lakini pia wakati huo tusisahau kwamba si watu wote watakaookoka pia. Si watu wote watakaookoka na si watu wote ambao wameokoka. Kuna ambao wameshamaliza safari yao duniani lakini hawaokoka. Swali linalofuata hilo sasa, ina maana kwamba Mungu mwenye nguvu alishindwa kuokoa? Kama Mungu hivi wewe ukitaka Mungu anaweza kuokoa? Yesu kama Mungu akishindwa kuokoa Yesu Mungu, je, unaweza kuwa mkaidi sana mpaka unaweza ukaresist ukakataa neema ya wokovu? Yaani Mungu kabisa amepanga kwa kesho leo anaokoa, alafu mimi ndio nikatae? Of course Arminians wanakwambia hivyo, na baadhi ya Arminians ni Lutherans, na ndio watu ambao ni Lutherans wako mahali hapa, ili mjue kwamba msimamo wa fundisho la wokovu ndio katika namna gani, na msingi wako namna gani. Na sasa kuna ambao wanaenda kiwango kingine cha pili, na hapo ndio ndio kwa Calvinists. Kiwango cha pili anasema kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya wateule tu, na ni wateule tu ambao wataokoka. Sasa Mungu alipenda ulimwengu, ni mapenzi ya Mungu kwamba mwenye dhambi wote asipotee. Ni mapenzi ya Mungu kwamba kila mtu aifikirie kwamba ni mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Sasa swala la mapenzi ya Mungu lazima pia tuliweke mahali pale katika kufikiria. Ni maswali ambayo yapo na ni maswali ambayo pia tunaweza kuyamaliza kuyajibu, lakini tafadhali nenda break, alafu ukija tutaangalia kwa sababu tuyajibu maswali kwa kifupi, na kama tusiweze kuyajibu leo basi, lakini nenda nayo maswali ndio kuulizana mpaka Yesu atakapokuja. Napata kukutana naye kundi tumuuliza hivi, ulikuwa kwa ajili ya watu wote au ulikuwa kwa ajili ya watu wale pekee yao?
break it na dakika 43 sharp. Tuendelee, tunaendelea. Haya maswali ambayo tumeulizana kuhusu kiwango au kuhusu kiwango cha upatanisho yataendelea kujibiwa kwa jinsi ambayo tunaendelea. Lakini ishie tu hapo kwamba kuna makundi mawili yanayoamini katika mitazamo tofauti katika viwango au msimamo wa upatanisho. Na haya makundi ambayo yapo ndio ambayo tunajaribu kuyaangalia. Hatutaangalia makundi mengine sababu ya upana wa fundisho lenyewe. Tutaangalia makundi mawili kwa ajili ya mwanzo wetu kuanzia, na ukiendelea kusoma zaidi utaangalia vikundi vingine au makundi mengine. Wale ambao wanaitwa ni Waarminian. Waarminian nao ni Arminianism. Wale walitokana na mwanzilishi wao ambaye ni Jacobus au James Arminius, ambaye alianzisha mfumo wa teolojia unaoitwa Arminianism. Tunasoma katika Calvinism, kwa hapo taenda kwa kifupi sana kwa faida ya wengine ambao inawezekana wakati ule wa Calvinism au kupata, au inawezekana kwa wengine ambao pia hawezi kusoma Calvinism kwa wakati sahihi. Lakini tukubaliane kwamba kuna Waarminian ambao wenyewe wanasema kwamba upatanisho wa Kristo kama ulimwengu mzima pasipokuwa na mipaka, yani hakuna efficiency wala sufficiency, hamna tofauti ya sufficiency na efficiency. Wanasema kwamba ulitolewa kwa watu wote bila mipaka na bila kuwa na restrictions zozote. Na kwa hiyo watasema kwamba pale ambapo wengine basi watu hawaokoki kwa sababu ya ukaidi wa mtu kukataa wokovu. Ndio maana wanasema kwamba kwenye Calvin tunafundisha kitu ambacho inaitwa irresistible grace. Na perseverance of the saints. Kwamba yule ambaye Mungu ameamua kumuokoa katika urari wa mapenzi yake, sababu anayeokoa ni Mungu, wokovu ni wa Bwana. Yule ambaye Mungu amepanga aokoke katika urari wa mapenzi yake atasikia injili ya neema, na injili ya neema italeta matokeo kwake, na upatanisho wa Kristo utakuwa kazi effective ndani yake. Hiyo ndio ni irresistible grace. Yaani hakuna jinsi ambayo unaweza kukataa. Na ndio maana hata ujifiche wapi, unajua Paulo alikutana na irresistible grace. Kwa sababu yeye alichukua barua yake kwamba anataka nini? Anakuwa wa Kristo kule Damascus. Akifika njiani akakutana na Kristo ambaye alitaka wao kwa nini? Aokoke, abadilike. Mimi naamini mtu wa kwanza ambaye angeweza kukataa kuresist grace ni Paulo. Kama kulikuwa na uwezekano kweli wa resist grace. Ndio maana Paulo, Calvinism is Paulism systematized. Calvin alichukua mafundisho ya Paulo na mafundisho ya Paulo akaweka katika mfumo. Kwa hiyo tunasema kwamba sio tunafundisha Calvinism, tunasema kwamba kuna irresistible grace, neema isiyozuilika. Arminians watamwambia kidogo mwenye dhambi anaweza kukataa neema. Inawezekana ukasikia injili ukasema mimi sitaki kuokoka. Yaani unaweza kukataa. Kama Paulo alikutana na Kristo, anaweza kusema mimi simtaki Kristo, akimbia kitendo kingine. Isingewezekana. Mungu anapoamua kuokoa. Lakini pia kuna kingine ambacho inaitwa perseverance of the saint, of preservation of the saints. Wenye haki wanakuwa katika hali ya kuhifadhiwa. Na ile kwamba kwa Mungu ana uwezo kile ambacho Mungu amekianzisha ndani yako atakilinda mpaka siku ya mwisho au siku yake ambayo ataamua. Yaani God is able to preserve. Mungu ana uwezo wa kuhifadhi, na yule ambaye Mungu amemuokoa yuko salama mikononi mwake, na hakuna adui ambaye anaweza kumtoa katika mikono ya Mungu. Tofauti na amini anasema kwamba inawezekana kwa leo umeokoka, Yesu ni Bwana, alafu kesho shetani akawa amekupokonya akakupeleka tena duniani ukawa sio mwokovu, ukaja uokoka, alafu baada ya miaka kadhaa unaokoka tena. Baada ya miezi miwili shetani anakunyakua na kupeleka duniani, baada ya muda mwingine tena unaokuna. Sasa kwa sababu Mungu na shetani kama vile watakuwa na nguvu ambazo zilingana. Na maandiko ambayo kwamba Baba aliyenipa ni mkuu zaidi
na hakuna ambaye anaweza kuwatoa mikononi, maana ile kwamba ile ndio tutakuwa na maana. Tukichukulia kwamba amini Yesu akusaidia. Kwa hiyo ndio wale waamini wanasema kwamba ulitolewa watu wote, na kwamba wale wote ambao wanaokoka ndio wanaokoka, lakini pia watu wote ambao wanakataa kuokoka, maana ile kwamba wamekataa wao wenyewe. Sababu ya hiyo resistance na possibility of losing salvation, uwezekano wa kupoteza wokovu. Wanasema kwamba Kristo aliteseka na kufa kwa ajili ya watu wote bila ubaguzi, bila uchaguzi wowote, hakuna mipaka. Maelezo yao yanakiri kwamba matokeo yaliyokusudiwa hayakufikiwa. Swali, je, kwamba Mungu anaweza kuvurugwa na ukaidi na kutokuamini kwa mwanadamu? Swali ni hapana. Kwa hiyo yes, ni kweli Kristo alikufa kwa ajili ya watu wote, tunakubali. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, na aliposema ulimwengu maana yake nini? Alipenda ulimwengu wote, sio mipaka. Hakuweka mipaka kusema kwamba nakufa kwa ajili ya wateule fulani, hakuchagua watu, alikufa kwa ajili ya watu wote. Na hiyo ndio msingi mkubwa sana wa kuhubiri Injili. Unapenda kuhubiri Injili, unapoambiwa kwamba ukahubiri Injili, Yesu alisema nendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mataifa yote, sio wateule. Nendeni mkawafanye mataifa yote bila limitation, bila ubaguzi. Swali nabakia pale tena, je, unapenda kufanya mataifa yote kwa wanafunzi, mwisho wa yote yote wanaokoka? Sio wote wanaokoka. Effectiveness au matokeo ni kwa wale ambao ni nini? Ni wateule ambao Mungu amekusudia kwamba wapate kuisikia Injili. Sasa kuna ambao ni magugu ambayo kwa ndani ya ngano, na hatujui ni yapi hayo. Leo ni kwa nini kupanda mbegu? Kupanda mbegu iliyo njema, mwisho wa mavuno Mungu atachagua magugu na ngano. Ngano kwa hiyo ataweka galani, magugu yatachoma moto. Sio sasa hivi. Alisema sio sasa hivi, ni wakati wa mavuno. Sababu wanafunzi sema tukamwe sasa hivi, tukamwe sasa hivi bado. Kimo sasa hivi ndio kama uko na nini? Na ngano pia kwa sababu imefanana. Ndio jinsi ambavyo ulimwengu ulivyo. Ulimwengu tunauona ulimwengu katika ile namna kwamba ndani ya ulimwengu kuna wale ambao ni wateule, hivyo kuna ambao wanaonekana wateule kisa wateule pia wako pamoja. Ni kazi ya mkulima, ni kazi ya mhubiri wa Injili kuhubiri Injili ili kwamba imfikie kila mmoja, na effectively wale ambao ni appointed unto salvation, wale ambao Mungu amewaita katika mpango wa wokovu wapate kufikia wokovu. Ndio cha pekee kuelezea. Vinginevyo na ndio uzuri wa Calvinism kwamba na Reformed theology kwamba inainua utukufu wa Mungu zaidi, inampa Mungu nguvu zaidi kuliko kwa mwanadamu anaweza kupingana na mpangilio wa Mungu. Na ndio kwa kabisa ni kwamba fundisho hili ni kwa sababu ni ngumu, ni kwa sababu ndani yako, kwa sababu kama mnavyojua wengi kwamba sasa hivi kama niko na mireko miwili. Ule mdogo mwingine mmoja ambao ni Arminian ndio ambao anasema kwamba wanadamu wanaweza kama wameokoka leo kisha hajaokoka. Wao wanasema wanaweza kukataa wokovu, na mwanadamu sio kwamba sio totally depraved, ana uwezo wa kuchagua Mungu kidogo, ana kauzuri ndani yake. Sasa najenga hoja za kupinga, lakini pia najenga hoja za kupinga pia. Of course ni struggle ambayo kozi. Naamini kwamba bado ni theology isiyo. Na hiyo nasema wazi kabisa kwamba hata wale ambao hata usikia mahali pengine na unaongea tofauti, lakini I believe that the Reformed theology is more biblical, ni msingi, kwa sababu inainua Mungu na inapa Mungu tukufu kwamba mambo yote ambayo Mungu anakusudia kutendeka ndani. Hakuna jinsi ambavyo kusudio la Mungu linaweza likapingwa na mawazo ya mwanadamu. Hiyo ni mambo mbaya. Na kuhusu wale matengenezo ambayo Reformed sasa kwa haraka kabisa, ama kanisa ni matengenezo ambayo ni ya matengenezo. Ningependa kwamba pia tuna Lutheri ambao ni matengenezo pia. Reformed Lutheranism. Tuna Reformed Lutheranism ambao kwa sababu kwa kama vile tunatumia kama kusema tuna chai ambayo ni kahawa. Chai ambayo ni kahawa. Reformed Lutheranism. Sababu ukichagua reform ni maana kwamba kuna matengenezo ambayo unaweza kutengeneza kayaka ndani yake ambayo ni kama ni ndio, lakini la matengenezo. Itakuwa ni
matengenezo ndani yake. Kwa hiyo na matengenezo mojawapo ni kama haya ya doctrines za Calvinism na how do jinsi ambavyo unakuwa na mtazamo sahihi wa Biblia kuhusu Mungu. Calvin sana sana anazungumzia ni kumuinua Mungu na kupa Mungu tukufu na sahihi. Na ndio reformed theology inafanya. Na ni shule ambao watu wako katika mrengo wa reformed theology kwa sababu mchukua fungu jema nzuri ambao ni Calvinism, ambayo Calvinism ni Paulinism, which is more systematized. Lakini pia shida ya moja iliyoko tena hapo, wale ambao kwa mrengo wa reform, sasa una reform ambayo pia mmepotea. Unaona mmepotea. Haina lazima ndio kweli nenda mmepotea pia. Ni reform ambayo mmepotea pia. Sababu unajua kuna mambo mengi sasa inakuwa sisi ambao unawarudia hapo pia wanakuwa wamewapita tena nyewe reform. Si strongly kuna mashirika ambayo tunashirikiana nayo kabisa. Sababu ya mafundisho ambayo yale mashirika ambayo tunashirikiana nayo. Kwa hiyo kuna mashirika ambayo tumesema kwamba haya mashirika tunashirikiana nayo. Sababu kichunguza kuna taratibu ambazo ni mashirika, kuna marafiki ambao hao marafiki wanatabia ambazo ni biblical. Kwa hiyo mnapeana mikono na hao kama shirika ambalo ndani yake kuna mambo ya homosexuals na nini. Tena kupeana mikono. Ndio mkutano, ndio mkutano ambao imealikwa na mkutano kama very strictly. Wanasema kabisa strict wale ambao washirika wanakuwa mention kwamba je, mnashirikiana, mashirikiano ni autonomous gani? Biblical separation. Sasa kwa reform ambazo ni reform kwa jina, hiyo mashirikiano very corrupt. Toka askofu anakuwa ni mwanamke. Haini reform church. Reform kama bila kufundisha hivyo. Kwa hiyo pia meamu ndio Calvinism pia. Kwa hiyo kama una shida, kila mahali una shida. Kwa hiyo lakini salama ni wapi? Biblia. Ile safety. Salama sio majina. Kwa kama majina zingana majina lakini salama iko kwenye nini? Ukweli wa Biblia na unaelewa maana BCA chuo hiki hapa. Hata kufundisha demo lolote. Sawa? Enaweza ikakana reforming ya kusifia ya kupamba vizuri lakini pia ikaanza kukurara kwa vile vile. Ingana mteli ya kusifia hiyo kuna kutoa mataifa yake. Ingana Pentecost na ndio anakutoa mataifa yake. CPCT na nini tunataka CPCT no? Basi CPCT wao. Hakuna hapo kwa shirika yenu ni mjie. CPCT ndio wale makanisa yote ya Pentecost ya Rwanda. Sio? Kuna mashirika lazima kwamba yapo katika milango hivi na mafundisho gani. Tuendelee kwa matengenezo lakini kuna ulinzi ambao ni mzuri wa kusoma. Wala ambao ni reform katika maandiko katika taratibu za kufuatilia. Hadi sio katika practice. Calvin ni mfumo wa teolojia ambao ulianzishwa na matengenezo John Calvin. Wanasema kwamba Kristo aliteseka na kufa kwa kusudi la kuokoa wateule. Sio wateule tu. Sawa hajasema ni wateule tu. Hapana. Alikufa kwa kusudi la kuokoa wateule. Kusudi alikufa kwa ajili ya Mungu wote, kusudi wateule alilenga zaidi wateule. Na ni lazima ieleweke kwamba kiwango cha upatanisho kinakuwepo. Ndio kipo. Calvinism haifundishi kiwango kwamba kinakuwepo katika utoshelevu bali katika ufanisi wake. Utoshelevu maana yake ni wingi. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ni nyingi sana ya kuweza kuokoa ulimwengu wote. Inatosha ulimwengu wote kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu na alipenda ulimwengu wote. Na yeye ni mpatanishi si tu kwa watu wachache, lakini mpatanishi wa ulimwengu wote. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana mlango wa 2 mstari wa 2. Lakini mara baada ya kumwaga damu yake kwa ajili ya ulimwengu wote, hiyo damu inakuwa na ufanisi. Sasa ufanisi maana yake nini? Ni matokeo ya wale ambao wanaamini. Ili kuondoa dhana kwamba mwanadamu asiyeamini Mungu amemshindwa, maana yake ufanisi ulikuwa designed, ulipangiliwa kwamba ni kwa ajili ya wale ambao wamepokea wokovu peke yao. Kwa hiyo kuna a sort of limitation, kuna limit
Kwa limit inakuja kwamba ni kwa wale ambao yeye mwenyewe alikusudia, na wale ambao alikusudia hakuna hata mmoja atakayepotea. Wale ambao Mungu alikusudia ultimately wote, kama Mungu alikusudia kwamba wataokoka watu 20, hawezi kuondoka watatu alafu wakasema watoto wamepotea kwa kama 18. Hapana, 20 wote design kwamba wako design kwamba waokoke wote wataokoka. Na ndio maana na of course msingi wa maandiko huko mahali pale, na nafikiri wale ambao wanataka kufuatilia kwamba tunazungumzia kifo cha Yesu Kristo. Of course tunatosheleza utoshelevu wake kwa ulimwengu wote, tumeshasoma hiyo katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 2. Lakini pia Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, wasio haki, wasiomcha Mungu, na wote hao, kwa maana kwamba ni wote. Tunazungumzia sufficiency to all. Ndio. Sielewa hapo kuhusu Yesu alikufa kwa ajili ya watu wote. Ndio kuuliza swali. Ndio. Kwamba kwa katika Mungu kuna wengine labda hawataokoka basi kwamba hata kama ukaokoka. Kabisa. Mfano mzuri ni Yuda Iskariote. Yuda Iskariote alikaa na Yesu Kristo. Mwisho wake alishawa. Yeye sio mtoto bali ndio. Yeye alikaa kabisa na Yesu Kristo. Ni mwana wa nini? Anaitwa mwana wa upotevu. Lakini swali la mmoja pale, swali lako ni zuri, lakini pia ni nani ambaye ni mteule? Unajua? Hapa. Ndio pale mwanzo nilianzia mfano nini wa shamba magugu, tule pale paranga ya magugu. Mungu anaenda kupanda ngano safi shambani, na ile pale ngano safi ni mwana wa Adamu, ni Mungu mwenyewe pale ngano. Baadaye adui akaja kwa nini? Kapanda magugu vikamea pale kwa pamoja, magugu na ngano. Kuna kuzungumzia magugu na ngano, sio magugu ya sio magugu karoti, sawa? Magugu karoti kama ng'ombe wanaji magugu karoti, lakini magugu yanayofanana na nini? Na ngano. Yaani huwezi kutofautisha, ukiona vinafanana kabisa. Sasa ikiwa machanga magugu na namna hiyo, shida sisi vijana wengine ni new generation. Mjezia ajuma ukiuta zamani. Labda Fraser hata kufeli wa sasa inaanza kuota. Umeshaonesha ulezi? Wajenda kidogo la leo tu. Bora Sinde. Sinde. Bado kidia. Sasa. Ile ukiona kama nimeota, uweze kutofautisha na ulezi. Yaani imefanana kabisa, imefanana yaani mpaka wakati kwa ilitoa nini? Kwa ilitoa ile ikishuka ikitaka kutoa ile mbegu. Hapo imefanana tofauti nini? Itakuwa unene, lakini itakuwa sababu ndio tofauti. Yaani itakuwa na mbegu ndani yake zile za ulezi, lakini hata kutoa yale macho yake na kutoka yatoa macho vile vile. Kwa tulikuwa dogo tunatumia kuchezea. Unafunga hiyo unachezea. Hiyo ni lakini sio ulezi kuchezea. Ulezi baada ya chakula inafunga inakuwa kwa ajili ya kuvuna. Tofauti. Lakini wakati akiwa mchanga huwezi kutofautisha. Na ndio jinsi ambavyo pia Mungu anaangalia wanadamu mlango yuko namna hiyo. Unapata onekana ni magugu na mwingine ni ngano. Utajuaje? Huwezi kujua. Mpaka mwisho lini? Kwa mavuno. Kwa hiyo tunasema kwamba Musa sisi lako. Wanaweza tunasema kwamba kuna ufanisi. Ufanisi hauzungumzii kwetu sisi. Sio jukumu langu mimi kujua kwamba ufanisi ni upi, kujua kwamba ni nani ambaye kwa design. Sio jukumu langu mimi, ni jukumu la yeye mwenyewe. Hapa ni Bwana wa kanisa. Tulichopewa sisi nini? Kahubiri injili kwa watu wote. Usijaribu kumua Mungu mahali popote, sababu hujui ni lipi ambalo ni Mungu na lipi ambalo ni ngapi. Sio jukumu letu kuchagua. Na ndio maana Bwana wa mashamba alisema yaacheni yawe pamoja. Yaacheni tu, sio muda wa sasa hivi, yaacheni yawe pamoja. Mwisho tutakuwa. Kwa hiyo ambao hawatafikia wokovu wataamini nani? Hata sasa hivi. Amen. Hata sasa hivi mtu leo mahali hapa, lakini inawezekana bado hajapokea neema. Na baada ya kupokea neema, baada tutaangalia mambo ya future calling. Nafikiri baada ya mita. Tangalia jinsi ambavyo injili inahubiriwa. Na mara baada ya injili kuhubiriwa kuna watu wanapokea wengine hawapokei. Kuna vocational na mara baada ya vocational injili inahubiriwa kuna watu wanapokea na hawapokei. Ingine ni effective, ingine ni ineffective. Kwa hiyo
pia hayo yote mambo yanaendelea. Kwa hiyo ni kweli kuna watu ambao walishakufa na kuna ambao wataendelea kufa pasipokuwa na Yesu Kristo, pasipokuwa na mbinguni. Kwa hiyo hizo ni vitu sisi kwao, na kwa hiyo udhibitisho Kristo alikuwa kwa ajili ya wateule. Kwa hiyo kwa sababu iko katika jinsi ambavyo mifumo inaelezea Timotheo wa kwanza kwamba alikuwa kwa ajili ya watu wote. Labda tusome vifungu chache kwamba kama nasema tu zingine watu wengine hata kusoma Biblia kwa vipi. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 2 mstari wa 2. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 2 mstari wa 2. Na mstari wa kwanza. Watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, na wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Dhambi za ulimwengu wote, kwani kipatanisho cha dhambi za ulimwengu wote is a propitiation for the sins of the world. Bwana Yesu anaweza kusema kwamba Yesu alikuwa kwa ajili ya dhambi zangu mimi tu, hapana. Wote, ulimwengu wote. Kama hiyo haitoshi, Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 10. Ndio kwamba ni neno la kuaminiwa tena la stahili kubalika kabisa, kwamba wajitahabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa ni watu wote sawa. Kwa watu wote hasa kwa wale waaminio. Kuna waaminio wale wateule hapo. Kuna sufficiency na effectiveness na efficiency. Kuna maneno ambayo pale kuna wingi, utoshelevu wa wingi, lakini pia kuna kusudio ambalo Mungu amekusudia mwenyewe. Hii ndio naomba nirudie kwa mkazo kabisa. Sababu ndio mahali ambapo wakati huo tunachapa na kwamba tunamwekea Mungu mipaka. Sio tunamwekea Mungu mipaka. Tunainua utukufu wa Mungu kwa sababu ni kwa jinsi yeye ambapo Mungu mwenye nguvu. Musa, Mungu anataka kuokoa shida. Haiwezekani kwa sababu Mungu. Yaani Mungu kabisa useme leo Musa anatakiwa aokoke. Mungu ameamua, yaani katika enzi yake mbinguni ameamua, amedecree kwamba itakapofika siku fulani Musa ataokoka, alafu useme mimi siokoki. Na mimi Petro ingeweza kukataa, lakini sio tena Petro kuweza kukataa. Unapokubalika resist progress. Kwa hiyo njia pekee ya kuinua utukufu wa Mungu ni kubali kwamba kuna jinsi ambazo Mungu amedesign wale ambao wataokoka na wataokoka. Na Kristina alisema sentensi hii kwa hiyo inatosha kwa watu wote, ufanisi kwa wateule. Ndio sentensi ambayo inakuaga ni ya makini sana, kwamba katika kuelezea kiwango cha ukombozi cha upatanisho, damu inatosha kwa watu wote, lakini ina ufanisi kwa wateule. Sufficient for omnibus, efficient for electors. Sufficient for all, efficient for the elect. Inatosha kwa watu wote. Of course, alikufa pale msalabani, hakumwaga damu yake kwa ni wateule peke yao ndio. Lakini matokeo walikuwa wanafanya wateule peke yao, kwa hiyo kuna mbali. Thibitisho of mafundisho ya kuadhimisha vikomo ambao sasa utafundisha election lazima uwe na vifungu ambavyo vitakusaidia, na vinginevyo utakuwa unaongea tu kama story. Lazima uwe na backup ya scripture verses. Kila andiko ambalo tunalizungumza, ndio kanuni ya chuo chetu, lazima kinakuwa na backup ya maandiko. Ndio maana ni chuo cha Biblia, sio chuo cha taratibu. Na makanisa mengine vivyo vingine ukienda, leo kanisa letu linaamini hivi, sasa kufundisha cha dhamini hivi. Sawa? Wewe kanisa lako linaamini hivi, nenda kanisa lako. Sisi tunafundisha Biblia nasema hivi. Ni chuo cha Biblia, sio chuo cha taratibu. Muundo wa Mungu daima ni yeye kufanisi, hawezi kuingiliwa na matendo ya wanadamu. Miundo ya kimungu ni ya daima, ni ya ufanisi. Kwa hiyo tunainua sana Mungu kwamba Mungu yeye ana ufanisi na anafanikiwa kila anapopanga, na hakuna jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kumwingilia Mungu na akafanikiwa. Hapana. Kama ingekuwa nia ya Mungu kuwaokoa wanadamu wote, mpango huu haungeweza kuvurugwa na kutokuamini mwanadamu mpaka bila waopotee.
Yaani kana Mungu siku zote alafu sio kwako, sio rahisi. Mungu angefanikiwa tu kukuokoa. Kwa kuwa ni baadhi tu ndio wanaokolewa, ni dhahiri kwamba ndio pekee kwa Mungu aliamua kuwaokoa. Maandiko mara nyingi, mara kwa mara yanastahilisha wale ambao Kristo alikuwa uhai wake kwa ajili ya kwamba kikomo kupatanishwa kikomo uwe na ufanisi, na wale wanatambuliwa kama ifuatavyo. Katika Yohana mlango wa 10 mstari wa 11 15, Injili ya Yohana mlango wa 10 wanaitwa ni kondoo wake. Hapa tumefunga hivi sababu ni kati ya controversies. Najua tuko mahali hapa, lakini sio wote ambao ni Calvinism, tuko mahali darasani wote, lakini wale ambao wanafuatilia mafundisho kwa njia ya mtandao, sio kwamba wote ni Calvinism, lakini pia lazima tuwe na backups ya vifungo kama kwa nini tunafundisha limited atonement. Katika Injili ya Yohana mlango wa 10 mstari wa 10 na 11 na 15 nasema koja kwa tusome vitu hapo kidogo ili kwamba tunapaka kuanzia mstari wa 10 wa 7 mpaka mstari wa 18 kwa mstari wa 18 kwa kuongezana kwa dai. Sema basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambia, mimi ndimi mlango wa kondoo. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Ambaye kondoo si mali yake, mmeona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu wakamkamata na kuwatawanya. Sasa tunakwambia kwamba hutoa uhai kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kondoo. Hajasema kwa ajili ya wote. Kuna kondoo, kuna mbuzi, kuna nini, lakini ametoa uhai kwa ajili ya nini? Kikundi maalum ambacho yeye mwenyewe amedesign. Kuna mambo ya wanyama wengine wengi, lakini uhai wake kwa ajili ya nini? Kondoo. Unaona kwamba kuna design ambayo ilikuwa design tayari. Kwa Mungu alikubali Kristo aje ili autoe uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na kondoo ni wale ambao wanajua mlango kuingia ni wapi na kutokea ni wapi. Wale ambao ni wakundi, ile kundi ambalo pia anataka. Yule ukimbia kwa kuwa ni mtu mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, na wale wanaojua na wale wanaojua kama vile Baba anijuavyo mimi nimjua Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine nao wasiosikii, nao nimetaswa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutoka kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa sababu yanipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu anipendaye, bali mimi namtoa mwenyewe, nami ninaweza kutoa, ninaweza kutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Amen. Hiyo natoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Wako wengine ndio, wako wengine ambao kwa kupitia hawa ambao wameshatoa uhai wangu kwa ajili yao, na pia neema ya Mungu itawazukia na wao watakuja. Na kwa hiyo tatulimi kwamba ni hao peke yao, ili wote watakuja, wakishakuja wanakuwa ndani ya kondoo. Wakishakuja wote wanakuwa ndani ya kondoo. Kwa hiyo hatufanye limitation kwamba labda ni kikundi fulani peke yao. Na ndio maana Paulo alipomara baada ya Paulo kuokoka, hakuishia peke yake kwamba Wayahudi peke yao ndio wanaokoka. Hapana. Kwa sababu ya Kornelio walipata injili hapo kwa mataifa. Tunapeleka mpaka kwa injili kwa watu ambao ni mataifa, hao na kondoo wengine ambao wanajua tayari kwa nini kuisikia sauti. Wale wote ambao wanasikia sauti wataingia ndani ya kundi, na wao watakuwa ni kondoo katika zizi. Kabla ya hapo wako nje. Kwa hiyo kondoo wanaitwa, lakini pia wanaitwa ni kanisa. Wale ambao ni wateule wanaitwa ni kanisa lake. Matendo ya Mitume 20:28, na hii ni alikuwa anaongea na pale Melita pale na wazee wa Efeso. Matendo ya Mitume mlango wa 20:28 anasema, jituzeni nafsi zenu na lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu amewawekea ninyi
kuwa mwangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolipewa kwa damu yake mwenyewe. Nazo ni kanisa lake. Wale wote ambao wameokoka wako ndani ya kanisa, wanaitwa ni kanisa lake yeye. Tunaona kwamba believers belong to him. Wale watu wake, wale ni kanisa lake ambao amenunua wengine. Amenunua nini? Yeye amenunua hii kanisa kwa damu yake. Kwa hiyo naona kwamba amemwaga damu kwa ajili ya kanisa ambalo ni kanisa lake. Amenunua, ameliown, analimiliki kwa njia ya kulinunua kwa damu yake yeye mwenyewe. Na wanadini watu wake, Yesu alikuja kuokoa, wale watu, alikuja kwa ajili, kwa maana ndio ataokoa watu wake na dhambi zao. Alipokuja alitoka mission yake ya wakati wa huduma ya Mariamu na malaika, huyo atakayezaliwa mtakuta jina lake Yesu, kwa maana ndiye atakayewaokoa watu wake. Na kwanza alikuja kwa leo, alikuja kuokoa wala ni watu wake yeye, watu wake. Na sio tu hivi pia anamshukuru kwamba pia ni wateule wake. Katika Warumi mlango wa 8 32 mpaka 35. Asili ya kazi ya kikuhani, unajua hizi kikuhani, kazi kuhani alikuwa anafanya kazi mbili. Tunataka pale mwanzo kwanza darasa. Na tulipoanza darasa tunazungumzia kazi mbili za kikuhani, ambayo kazi ya kwanza ya kuhani ni kutoa sadaka kwa ajili ya upatanisho. Achamaliza afanye huduma ya maombezi. Hizi kazi hazitenganishwi, kazi ya kuhani hazitenganishwi. Sasa Kristo na yeye pia alifanya kazi ya kikuhani kwa kufa msalabani. Mara baada ya kufa msalabani, aliendeleza huduma ya kikuhani katika huduma ya maombezi, katika hali ya kuomba. Kwa hiyo basi tunajua kwamba kazi ya kikuhani ya Kristo na kazi ya dhabihu yake ya maombezi inatekelezwa kwa kiwango sawa. Kwa hiyo kuhani anapofanya huduma hii, anafanya huduma nyingine. Na kwa hapa kwa mfano rahisi ili tuelewane na tutaka kuzungumza. Tuko tuna makuhani katika Agano la Kale kama kawaida tunazungumza. Na huyu mtu mwenye dhambi au jamii ya Israeli imeleta wanyama kwa ajili ya kuteketezwa. Yule kuhani analeta yule mtu mwenye dhambi analeta dhabihu yake au mnyama wake kwa kuhani ili kwamba amteketeze na aendelee kumfanyia upatanisho na maombezi kwa Mungu. Kuhani kama ameleta familia, labda familia ya Lawi au familia ya Gadi au familia ya Asheri au familia ya Naftali au ile familia hizi au ile nyumba ya Yese imeleta sadaka au ameleta fulani sadaka, hazikubana naombea wengine. Sio elewana. Kwa hiyo kuna restriction ndani ya watu ili kwamba tuelewane. Yaani kuhani anapoleta sadaka au hapa tuje sisi wenyewe hapa wale wachungaji. Kwa sababu wengine wachungaji kwa sababu wengine kanisani ni sawa pale mwanzo ile kama Kristo wako 20 ni faida sana, sababu ni 20 ukitoa sadaka unaanza kuombea, labda vitu mtaje maombi. Sasa mtaje mmoja kwa kumtaja. Wale wote ambao wamekuja kanisani kwanza unawaanza na wale kuna ambao hawajafika kwa sababu ni wagonjwa, unaweza kuwaombea. Mimi siwezi kuweza kuwaombea wengine ambao huko na huko. Wale ambao ninawajua ndio kwa nini nawaombea. Kwa hiyo wale ambao wapo katika ule mpangilio wa dhabihu ndio ambao pia walipata ule mpangilio wa maombezi. Sasa twende katika huduma ya Yesu Kristo ya maombezi. Na Yohana 17 ni kuhani. Yohana Yesu ni kuhani ambaye ni dhabihu lakini pia ni maombezi. Yohana 17 mstari wa 7. Mstari wa 9. 17 mstari wa 9. Yohana, na hii ni huduma ya Yesu Kristo ya maombezi. Kama ni kuanzia na mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 10 kwa kupokezana tena kwa kumalizia mahali pale. Tutaisha kwa baada ya siku ya leo. Yohana 17 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10 kwa kupokezana. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, akuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na ukweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi
maombi sawa, yaani maombi. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe na utukufu ule uliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kwako. Sasa umejua kwamba yote uliolipa natoka kwako. Sasa hapo tupoza kwa kwanza. Anapofanya maombi, tujue katika mmoja wa maombi kwamba unaomba, sawa? Yaani jiwe kama ndio unaomba. Sasa Yesu amesema matakano macho yake mbinguni, akaanza kusema Baba, sasa nimeshakufika, sasa ni wakati ambao nataka nini nije kwako. Kwanza kuja kwako kuja msalaba kifo, lakini napokuja upande kutukuze, lakini sasa kuna watu walionipa, wale walionipa nimewapa maneno. Yale maneno walionipa ya kuamini wewe, wamefanya nini? Wameyasikia na wameamini na wameyapokea na wamejua hakika kwamba mimi nimetoka kwako na kwamba wamesadiki kwamba wewe umenituma, na kama vile hao wafanyeni wamefanyia upatanisho tayari. Na atonement imefanyika mahali. Yaani hata baada ya kumweka bado lakini wameshamwamini Yesu Kristo, wamekuwa ni jamii, wamekuwa ni wana wa Yesu Kristo, wamekuwa ni wafuasi wa Yesu Kristo. Mstari wa 9. Mimi na waombea hao. Wapi hao? Mstari wa 8. Sawa? Yaani wale ambao ulinipa wakasikia neno lako, wakasadiki, wakakubali kwamba wewe ndio umenituma. Mimi na waombea hao. Siombee ulimwengu. Siombee ulimwengu bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Sasa kumalizia. Na wote walio wako nami nilitukuzwa ndani yao. Amen. Kwa hiyo fadha picha pale ya huyu kuhani. Kuhani anasema kwamba yule ambaye amekubali kuleta sadaka ya kuteketezwa na akakubali kwamba Mungu wa Ibrahimu ndio Mungu wa ukweli, huyo namuombea kwa sababu yeye ndiye amekubali. Wale wengine wataombea maombi mengine, sio maombi ya kutukuzwa haya. Labda maombi ya toba. Naomba wafanye na wengine wafanye na wenyewe pia kujue. Lakini hawa wanaombea kwa sababu wameshakujua kwamba wewe ndiye Mungu uliyenituma, wamekuamini. Kwa hiyo ninawaombea hawa. Haya maombi ya umoja na ushirika ninawaombea ili kwamba mahali mlipo na wewe faidi wakati kuwepo. Moja kwa moja kazi ya ukuhani na kazi ya maombi. By the way, mlango wa 17 tunaita ni High Priestly Prayer of Christ. Utakujaribu kutafuta maombi makubwa ya Yesu Kristo aliyoyaomba ni mlango wa 17 wa Injili ya Yohana na ndio sala ya Bwana iko mahali hapo. Unajua ndio wakati mwingine baba yetu leo mbinguni tunasema ni sala ya Bwana, sio sala ya Bwana. Sala ya Bwana ni nini? Hapa. Ndio Bwana naomba hapa sasa. Kwa hiyo tunataka sala ya Yesu Kristo aliyosali ile ya baba yetu leo mbinguni, ile ni model prayer. Ile ni Christian's model prayer. Yaani maombi kwa ajili ya Wakristo. Sisi ambao tunatakiwa waombe, lakini hii hapa ndio sala ambayo Kristo anaomba moja kwa moja kwa Baba. Na katika mmoja wapo ya maombi yake ni maombi ya kikuhani, kama jinsi ambavyo kuhani alikuwa na huduma ya kufanya maombezi kwa ajili ya watu hapa, pia Kristo anafanya maombezi kwa ajili ya Wakristo wale ambao wamekubali kumfuata. Maombi yanakuwa kwa ajili yao wale ambao wamekubali kumfuata na wala sio wengine. Kwa hiyo nasema kwamba mimi nawaombea hao ambao wamelipa, naombea hao ambao wamekuamini wewe, nawaombea hao. Siombee ulimwengu. Kwa lugha rahisi kama vile ameshinda kumalizia, labda sitaki kuongeza kwenye maandiko, lakini jaribu kuongeza kwenye maandiko katika hali ya kufanya ieleweke. Nikisema kwamba siombee ulimwengu, siombee wale ambao hukunipa, siombee wale ambao hawakuamini, siombee wale ambao sikufa kwa ajili yao au mtakufa kwa ajili yao. Naombea kwa ajili ya wale ambao umenipa, wale ambao ninaamini kabisa kwamba wanaamini pia kwamba nimekufa kwa ajili yao, ambao pia ulinizai kwamba hawa ndio umenipa. Ambao Mungu amenipa na wale Mungu amenipa ni wale wateule. Nafikiri vifungo kama hivyo vinamkaza na vinamuinua Mungu zaidi. Vinamuinua Mungu zaidi na kutukuza Mungu na zaidi kwa Mungu zaidi. Ni dhahiri kwamba dhabihu ya Kristo ilikuwa na mipaka, na kama dhabihu ilikuwa na mipaka upatanisho, basi pia maombi yake ilikuwa upatanisho. Fundisho kwamba Kristo alikufa kwa ajili
ya kuwaokoa wote kimantiki inaongoza kwamba ulimwengu wote utaokolewa na watu wote wataenda mbinguni, kwa sababu Mungu anaweza kuokoa wote, na hiyo ndio tunaita universalism, kama wokovu wa dunia yote. Universal salvation ni fundisho la kanisa. Kwa makanisa yanafundisha universalism, hatufundishi universal salvation. Hatufundishi tu kwamba kila mtu ambaye yuko duniani ataokoka. Sio kila mtu ataokoka. Kama ndio hivyo, hakuna maana ya Kristo kufa kwa msalabani. Hakuna maana ya kupambana usiku na mchana kuhubiri injili. Sasa kila mtu ataokoka. Sasa kama kila mtu ataokoka, kuna maana gani ya kudanganya kuhubiri injili? Kuna watu ambao wataokoka, kuna ambao ni wateule, wala ambao watakuwa wateule na wataokoka of course. Hao watakuwa sema kwamba maliza kujibu ile swali la Musa tena kwa mshoni kwamba unajua lazima kuona mtu mbaya sana. Tena lazima kuwa mtu mbaya. Mbaya. Hata mwingine anapinga Ukristo kabisa, yeye anakupinga Ukristo. Labda anaweza kusema labda ni Muislamu mbaya sana ambaye hataki kusikia jina la Kristo kabisa. Wakashangaa mtu siku moja anahubiri injili. Tena nani? Mungu anabadilisha. Kama anaweza kubadilisha Paulo ambaye ni persecutor to propaganda. Sio? Yaani yule ambaye alikuwa anapinga, alikuwa anatesa, akawa ndio ambaye anatetea mpaka wenyewe wanashangaa. Hivi huyu jamaa yaani wale mpaka wa mitume wale hawakumwamini pale mwanzoni. Wanafunzi walikataa kumwamini kwa sababu huyu ndiye yule ambaye alikuwa anapinga imani ambayo sasa anaitetea. Inakuwaje kama ni paradox, kama kitu ambacho ni kinyume, muujiza. Lakini Mungu anaweza. Wale ambao wanadhania kwamba hawezi kuokoka. Sio kazi zao kusema kweli, bila afai kabisa, unajua unaweza kusema hivi. Haiwezi kumwambia ile ni jiwe kabisa. Hakuna jiwe. Kwa Mungu hakuna nini? Hakuna jiwe. Mungu anaweza kubadilisha yoyote akafanya kazi kwa utukufu wake. Mwisho kabisa naweza kusema kwamba ndio haiwezekani kwamba wale ambao Kristo alilipa gharama yake wapotee. Kuhusu Calvin, nafikiri nasoma bwana kuhusu mambo ya Calvinism. Tutaenda kwa maneno baadaye, lakini kitoshe kuisha mahali pale siku ya leo. Na niwashukuru sana kwa kipindi. Na vile kuomba Mungu kwamba kusudi letu la siku ya leo tulifikia. Kusudi letu ni ukombozi ambao tunafikia. Lakini hata hivyo bila ambacho Mungu alipanga kuzungumzia siku ya leo ni na kuanzia kwa maombi. Well, thank you for bringing the end of this class, this morning session. We are going to do the students. Bless them for the next class we are going to offer today. In Jesus' name we pray. Amen.